Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi ili niweze kukufahamisha na nihakikishe kwamba ninazidi kukusogeshea karibu taarifa zinazoendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Msikilizaji, kuna taarifa ninaipokea hapa ambayo imeweza kutumiwa na baadhi ya raia ambayo wanahisi kwamba ni bora ikiwa nitaweza kuizungumzia ili tupate kuelewa kwamba taswira na kinachoendelea katika taifa letu ni kipi, lakini pia tupate kuipata taswira kamili ya ulinzi wa wananchi katika taifa letu. Kuna kisa nimekitumiwa hapa ambacho naomba nikusomee ili baadaye tuweze kuchambua na kuhakikisha kwamba tunaelewa kilichotokea. Inasoma hivi: naomba nikupe kisa kilichonitokea leo jioni maeneo ya Mwenge, mataa ya ITV. Mimi natumia usafiri wa pikipiki wakati ninatoka kazini mida ya jioni saa 11 hivi, saa 11:30 hivi. Nikitokea barabara ya Viwandani kuelekea Bamaga, ghafla nikasikia ving'ora nyuma yangu. Kuangalia kwenye side mirror nikaona kuna msafara unakuja. Escort ni gari ya jeshi na huo msafara ulikuwa ni wa balozi fulani au kiongozi fulani wa jeshi. Mara nilivyoona hivi mbele yangu na pembeni kwangu kulikuwa na magari, ikanilazimu niyapite ili niweze kupaki pembeni kupisha huo msafara, lakini huwezi amini, nilikuwa nimepaki pembeni, ghafla nikasikia kishindo kikubwa kichwani. Utahamaki hivi ni ile gari ya escort ya jeshi ilikuwa ikipita pembeni yangu, na hicho kishindo hao wanajeshi walinipiga kichwani na kitu misili ya lifimbo likubwa kama gogo. Bahati nzuri nilikuwa nimevaa kofia ngumu imefika mpaka kupasuka. Sasa najiuliza, nisingevaa hiyo kofia hatima yangu leo ilikuwa ni nini? Maana yake hawa watu wapo tayari kudhuru na kuua raia kwa sababu ya hao vibaraka wao. Ukiangalia mimi sikuwa na makosa yoyote. Imeniuma sana, lakini ndio hivyo. Msikilizaji, ni kisa tu cha raia, mtu tu wa kawaida. Alikuwa anatoka shughuli zake za siku hadi nyingine, kuhakikisha kwamba amejitafutia riziki na ameweza kukidhi mahitaji ya familia yake. Kama alivyonieleza hapa ni kwamba kwa kawaida anaondoka kazini kwake masaa ya saa 11:30 jioni, ndio masaa hayo anaelekea nyumbani, na sasa yeye anatumia usafiri wa pikipiki. Kwa hivyo anatumia boda yake kujisafirisha na kujipeleka kazini. Lakini sasa kilichomtokea ni kwamba kuna msafara huu uliotokea nyuma yake ambao alihisi kwamba alipaswa kuupisha upite kisha aendelee na safari yake. Lakini sasa gari hili lililoweza kuongoza msafara huo lilipokaribia katika eneo aliloweza kupaki, walimgonga na lifimbo, amelitaja kama gogo, kichwani. Lakini kwa bahati nzuri amesema kwamba alikuwa amevaa kofia ile, nafikiria ni ile helmet yenye unafaa kujizuia iwapo kuna madhara yoyote yatakaweza kutokea ukiendesha pikipiki. Kwa hivyo kofia ile imegongwa lifimbo hilo mpaka imepasuka. Kwa maana nyingine ingeweza kutokea kwamba ni hakuwa amevaa kitu na akagongwa fimbo hiyo, ikiwa kofia ile ilipasuka,
msikilizaji, ikiwa unatambua kofia ile inakuwa na ugumu sana kupasuka, lakini ikiwa iligongwa mpaka ikapasuka, bila shaka ingekuwa hajaivaa, gogo hilo lingempata kichwani, na sio sana tungeweza kuona kama tungempoteza mpendwa huyo. Jambo ambalo msikilizaji, ninaliangalia kwa njia mbili. Ndio, jeshi la polisi lipo kwa ajili ya kuprovide usalama na kuwalinda viongozi, kuwalinda wananchi, lakini haifiki lile lengo la kupoteza utu na kufanya tu vitendo vya kiolela, kwa sababu upo kwenye nafasi ya uongozi kwamba hautapata kuyajibu maswali, na iwapo chochote kitaweza kutokea, mwananchi wa kawaida hatapata nafasi ya kusikilizwa na kuongea, kwa sababu ni tukio lililotokea wakati wa misafara ya watu wakubwa. Bila shaka msikilizaji, utu wa kibinadamu hauruhusu vitendo kama hivyo, na inaonyesha kwamba polisi wamedevelop ile level ya ukatili ambayo inajitoshelesha, kwa sababu unahisi kwamba mimi ninapeana huduma yangu kwa kiongozi ambaye ni mkubwa. Iwapo chochote kitaweza kutokea, basi ataweza kucontrol yeye, na siwezi kupatwa na matatizo sana. Kwa hivyo unafanya tu vitendo vya kiolela, haujali maisha. Yani kama unapiga mtu tu, haujali kama kitatokea kipi. Nafikiria tunapoteza utu, na hali hii ya viongozi kuwatumia polisi ama kuhalalisha mauaji, iwapo kama kuna mauaji yametokea, yafuatiliwi sana na ionekani kwamba kuna adhabu zozote mtu ambaye amesababisha mauaji anayopata, kinakuwa ni kitendo cha kawaida na kinakuwa ni kitendo ambacho kila mtu anakiona kabisa kwamba ikiwa imetokea basi wewe umepigwa, umekufa, sawa. Na itakapokuwa kwamba watu wanaona kifo kama kitu cha kawaida, bila shaka hakutakuwepo na usalama, kwa sababu itakuwa inawapa watu ule tu ukawaida wa kukifanya kile kitu. Kwa hivyo ni himizo kwa jeshi la polisi kwamba waweze kuhakikisha kwamba polisi waliopo chini ya vyombo vya usalama wanafuata sheria na wanatumika ipasavyo. Kama ni kuprovide usalama kwa viongozi, wafanye hivyo kwa kujali maslahi ya watu wengine, ya wananchi wa kawaida, ya watu ambao hawana sauti kubwa, ya watu ambao hawana watu ambao wanaweza kuzungumza kwa niaba yao. Msikilizaji wangu, karibu sana katika kituo hichi. Jina langu ni Presenter Guton, na kukaribisha uendelee kufuatilia kwa maana ya kuendelea kutia subscription kwenye channel hii kwa faida ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tu zinapoweza kutokea, ama kipindi tu tunapoweza kuzipakia kwenye ukurasa huu. Unahakikisha kwamba unazipata na unapata kujifahamisha na kuelewa kile ambacho kinaendelea kutokea, ama matukio ya siku hadi nyingine ambayo yameendelea kutokea katika taifa letu.